Wale yote, kwanza kabisa mimi nitatoa taarifa. Nitatoa taarifa muhimu sana ambayo nadhani taarifa hii mimi binafsi nalipendeza niitoe kwa uwazi. Yaani nisifiche, kwa sababu sinaga kawaida kuficha na sina kawaida uoga. Mimi napenda taarifa zangu kuzitoa hadharani, Watanzania wajue, viongozi pia wajue, ili unapoenda kufanyia kazi taarifa hizi basi zilete manufaa na iwe kwenye rekodi. Kwanza kabisa mimi nizungumzie moja kwa moja hawa viongozi wa Chadema. Viongozi wa Chadema, sijui kama watu wengine wanafahamu. Viongozi wa Chadema walienda nje ya nchi. Baadhi yao hivi karibuni walienda nje ya nchi hata kabla Lissu hajakamatwa. Walikuwa na mpango, walikuwa na tabia fulani ya kwenda nje ya nchi mara kwa mara. Na moja ya ajenda na mipango ambayo ilipangwa wakati huo sana kwa wao kwenda nje na kufanya mawasiliano ya nje, kuacha familia zao nje, walikuwa wanapanga mipango ya kuiondoa serikali kwa kutumia njia mbalimbali, hususan kama njia ikishindikana ya kidemokrasia. Kwa hiyo mipango yao imebeba pia ujumbe huu ambao nataka kuambia Tanzania kwamba Chadema wamewaahidi mataifa yenye nguvu iwaunge mkono kwenye mpango wao huo wa kuiondoa serikali hii ya Tanzania, na wameahidi kwamba endapo wakipewa ushirikiano huo basi watawanufaisha kwa baadhi ya rasilimali zetu ambazo tunazo Tanzania hapa. Wametoa ahadi ya bandari, wametoa ahadi pia ya migodi na vyanzo vingi hapa nchini kwetu. Rasilimali nyingi hapa nchini kwetu wameshaziweka leani kwamba wakiungwa mkono watasaini mikataba ya kuwanufaisha hao watu ambao watawasaidia kuiondoa serikali hii ya sasa hivi. Kwa hiyo mpango huu au mipango hii ambayo inapangwa na hawa jamaa, nataka Watanzania wajue kwamba hawako peke yao. Chadema, viongozi wa Chadema wengi hawana ujasiri wa kufanya matukio kama haya kama hawajapata nguvu ya ziada. Ukirejea kwenye kauli nyingi sasa hivi kwenye mikutano yao ya hadhara, kama mnafuatilia vizuri, mnaona kuna kauli nyingi wanatumia kwamba tukipata nchi tutafanya hivi, tukipata nchi tutafanya hivi. Kwa nini wanatoa kauli kama hizo? Na hapo nataka nijenge hoja na niwaambie sasa Tanzania, kwa nini wanasema hivi? Kwa nini wamekuja sasa hivi na kauli mbiu kama tukipata nchi tutafanya hivi, wakati huu sio wakati wa uchaguzi na wakati huu sio wa kuongea kuhusu wao kupata nchi, lakini wao wanaongeza sana sasa hivi kuhusu kupata nchi. Ajenda kubwa ilikuwa nyuma yao ni kwamba kwa sababu nchi yetu ni ya kidemokrasia, kuiondoa serikali, kwa sababu nchi yetu ina misingi ya kidemokrasia, inatakiwa serikali uiondoe kwenye uchaguzi, na uchaguzi hamna. Lakini njia nyingine ya kuiondoa serikali ni kusababisha, njia hii imetumiwa na watu wengi sana duniani, watu wengi sana katika nchi nyingi za kidemokrasia, hususan katika ukanda wetu wa Afrika hapa. Hii mbinu imetumika sana kuwajaza Watanzania chuki, waichukie serikali, wakichukia serikali wafanye maandamano makubwa, wakishafanya maandamano makubwa ya kuichukia serikali yao, basi serikali moja kwa moja waipindue. Hii nadhani ndio njia ambayo inatumika sana, na sasa hivi tumesikia hata kuna maandamano yameitishwa tarehe 7 mwezi wa 7. Chadema wanajitenga na haya maandamano, lakini nataka niambie kitu kimoja Tanzania. Wanaohusika kwenye haya maandamano sio Chadema peke yao. Wako viongozi wakubwa ndani ya serikali, wako viongozi wakubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi wanashirikiana kikamilifu na Chadema. Na ndio kwa maana Chadema ukiwaangalia vizuri kwa sasa hivi ndio wakati ambao wako serious na wakati ambao wanajiamini kuliko wakati wote, kwa sababu tu ya uungwaji mkono wao umekuwa kwa kiasi kikubwa sana kwa sasa hivi, kwa sababu wamepeleka ushawishi nje ya nchi kwenye baadhi ya mataifa yenye nguvu na support, lakini vile vile wana ushawishi pia na wana nguvu pia ziada nyingine ambayo wanaipata ndani ya vigogo fulani ambao wako ndani, wanawasupport kwa kiasi kikubwa sana. Na ndio kwa maana tunaona mambo mengi sana, hata taarifa hizi ambazo zinaombwa na waziri inadhihirisha hivyo kwamba kuna mkanganyiko fulani hivi ndani, na ndio kwa maana support inahitajika kubwa kwa wananchi na kwa Watanzania, kwa sababu tu ya kukosa kwanza watu kugawanyika, lakini kuwepo na kundi kubwa la wasaliti ndani linasababisha pia Chadema kupata nguvu. Wameungana na Chadema, wanafanya kazi kubwa na Chadema, wanafanya vitu vingi na vikubwa sana ndani. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwamba
Kama Katambi anataka taarifa za namna hii, basi apokee taarifa hii inayomwambia kwamba hawa jamaa wamejipanga kwa muda mrefu sana. Wameshatengeneza ushawishi kwenye nchi kubwa ulimwenguni. Ndio maana unaona kama sasa hivi Tanzania ni nchi ambayo inazungumzwa vibaya sana nje ya nchi, kwa sababu mambo haya yameandaliwa. Lakini chengine ambacho pia waziri ajue na serikali yangu ifahamu kwamba kuilaumu moja kwa moja Chadema au kuiona Chadema moja kwa moja kama ndio hatari, pia inawezekana likawa kosa lingine kubwa kuliko kosa lenyewe, kwa sababu tusiwachukulie Chadema hivyo. Kuna watu wenye nguvu kuliko Chadema. Kuna watu wanawapa Chadema kiburi na wako ndani. Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana ambacho sasa hivi inatakiwa kijulikane na watu wajue. Na mimi kwa kusema hayo nitafanya mkutano mkubwa sana na waandishi wa habari. Nadhani nitafanya Serena pale. Nitataja vigogo 20 ambao wako ndani ya chama, wako ndani ya serikali, wako Chadema, ambao moja kwa moja wanahusika na hizi harakati. Nitasema wazi kabisa, nitataja. Nadhani itakuwa ni jambo fulani hivi la muhimu sana watu kufahamu na Watanzania kujua. Hiyo press yako utaifanya kabla ya Sabasaba? Of course, nitafanya kabla ya Sabasaba. Na nitafanya hivyo kwa sababu unajua hii press ambayo nitakuifanya italeta mwanga kwa watu ambao wanadanganywa kuandamana. Unajua kitu ambacho Tanzania wengi hawajui kwa sasa hivi, nataka niwaambie. Mnavyoambiwa kuandamana na mnavyopewa changamoto za kuandamana, yani mnavyoambiwa kwamba tuandamane kwa sababu hii, nataka mjue kitu kimoja Tanzania, kwamba mnachoelezwa sio kitu halisi. Ingawa kweli changamoto zipo, lakini mnatakiwa mjue kwamba changamoto zinatumika ili watu watimize ajenda zao ambazo nyinyi hamzifahamu. Hicho ni kitu cha msingi sana za kujua. Na mambo haya hayajaanza Tanzania. Libya alianza hivyo hivyo, akamuita Gaddafi jina baya. Mwisho wa siku wananchi wakapandikizwa chuki, wakamchukia Gaddafi, mwisho wa siku wakafanya maandamano makubwa, mwisho wa siku waje wakamuua, wakapindua serikali. Kwa hiyo njia hizi ndizo ambazo zinatumika pia hata Tanzania hapa, na ndizo ambazo zinaletwa Tanzania. Watu wanatakiwa wafahamu. Viongozi wa Chadema wameshatoa kabisa ahadi kwamba